Waziri wa Afya Aden Duale pamoja na gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir wamekabidhi rasmi mashini ya Linac ya tiba ya mionzi kwa wagonjwa wa saratani katika hafla iliyofanyika Mombasa hii leo, hatua inayolenga kuimarisha huduma za afya za saratani nchini. Gavana Abdulswamad Sharif Nassir amesema hatua hiyo ni afueni kubwa kwa wakazi wa Mombasa na maeneo jirani, akibainisha kuwa mashine hiyo itasaidia wagonjwa kupata huduma za tiba ya mionzi kwa karibu bila kulazimika kusafiri masafa marefu. Previously, we would have a situation where people would have to travel from Mombasa, by the way, from different parts of this country, and they'd have to travel all over the world. India was a preferred destination, South Africa was another preferred destination, and today someone just has to leave their home and be able to get that treatment right here where we are. Pia amesema serikali ya kaunti itaendelea kuimarisha sekta ya afya ili kuhakikisha huduma zinakuwa bora na zinapatikana kwa wakati. Kwa upande wake, Waziri Aden Duale amesema kuanzishwa kwa mashine hiyo kutasaidia kupunguza msongamano wa wagonjwa na kuhakikisha upatikanaji wa huduma za tiba ya mionzi unakuwa wa haki na wa karibu zaidi kwa wananchi. Cancer remains a major public health challenge globally. In Kenya, it's among the leading causes of morbidity and mortality, placing a heavy burden on our individual families and communities, and above all, our health system. For many years, access to radiotherapy services has been limited and has been centralized, with many patients forced to travel long distance, often to Nairobi, to receive treatment. Aidha, amesema kufikia tarehe 1 Julai, hospitali ya Makadara itakuwa imekamilika kwa huduma zote muhimu za afya kama sehemu ya mpango wa serikali wa kuimarisha miundombinu ya afya. Nikiripotia Swahili Pot FM kutoka kaunti ya Mombasa, hospitali ya Coast General, langu jina ni Ilham Irei. Swahili inatuleta pamoja ndani ya Swahili Pot FM 91.7. Marhaba.